Tumeweza kuona namna ambavyo bibi Zuchu alivyoweza kuwa mbogo katika hili, na ameweza kuzungumza mengi akisema kwamba katika maisha yangu sikuweza kutegemea kama ningeweza kupitia wakati mgumu kama huu, lakini ninakili na kusema kwamba ifike kipindi watu tuweze kuwa na mipaka kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu kila mtu anaamini kwenye kile ambacho anachokifanya katika maisha yake. Najua kuna baadhi ya watu wengi hawapendezi na mambo ambayo nimekuwa nikiyatenda katika maisha yangu, hivyo nachukua nafasi hii ya kuweza kukili na kusema kwamba mimi ni mkosefu kwenye kila hatua ya maisha yangu, lakini mimi kuweza kurudiana na bwana mkubwa Diamond Platnumz ni ngumu sana, kwa sababu amenitonesha kidonda ambacho hakistahili hata mimi kuweza kuponeshwa, kwa sababu amenifanya nijione mtu mjinga sana kwake, na leo hii yuko hapa kwa ajili ya kuweza kuomba msamaha kwangu. Kiukweli hili jambo linaniumiza na linanifanya nakosa amani kabisa katika maisha yangu, ila yote ya yote ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kunifikisha mpaka hapa nilipo. Bila yeye nisingeweza kufikia hapa, na tumeweza kuona pia wengi wao waliweza kufunguka na kusema kwamba kiukweli kuna mambo mengi ambayo yameweza kutokea katika maisha, na wengi wao walitamani sana kuweza kujua kila kitu ambacho kinachoendelea, ila kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tumeweza kuona Zuchu ameamua kuweza kusimama kwenye uimara wake na kuhakikisha kila kitu kinakuwa katika misingi na mikakati iliyo bora, kwani kila mtu anaamini kila linalotokea katika maisha huwa lina sababu yake, maana kuna vingi ambavyo vipo na kila mtu anatamani kuweza kujua kila kitu ambacho kinachoendelea sasa katika mitandao ya kijamii. Hivyo kwenye hili nafikiri watu wengi watakuwa wamejifunza kutokana na makosa ambayo wamekuwa wakiyatenda. Mimi nikusihi kama ndo mara yako ya kwanza, basi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment.